Nachoweza kusema ni kwamba Tanzania kwanza kiujumla kwenye level ya ustaarabu, sisi ndio watu tunaongoza kwa ustaarabu Afrika na duniani kwa ujumla. Na ustaarabu huo tumeurithi na hatuna budi kuendeleza. Lakini hizi timu za mpira wa miguu na zenyewe tumezikuta zikiishi kwenye huo ustaarabu wa Kitanzania, lakini ustaarabu wa kimpira wenyewe. Na ukiangalia slogan maarufu ya FIFA ni kwamba fair play. Fair play maana yake ndio huo uungwana na ustaarabu. Sisi Simba Sports Club tunalaani vikali vitendo vya vurugu viwanjani, kufanyiana vurugu wenyewe kwa wenyewe, kumfanyia vurugu mpinzani. Mwache mtu aje aangalie mechi kwa sababu ni haki yake vile vile kuja uwanjani, amenunua tiketi yake. Muhimu cha kufanya kila mmoja alinde utu wa mwenzie. Kwa sisi Simba Sports Club tumekuwa vinara sana wa kukemea, wa kukataza vitu kama hivi, na Simba Sports Club tumepata heshima kubwa Afrika ya kutawazwa kuwa mashabiki bora barani Afrika kwa sababu ya matendo mema ya kistaarabu na kiungwana. Na hili ambalo linaonekana mitandaoni, inaonekana kwa mashabiki wako ndio waliohusika zaidi na wengi wanalaani tukio hili. Unalichukuliaje au mlipokeleaje? Na sisi tunalaani, hatupendi vitendo kama hivyo kwa sababu utamuumiza mtu ambaye anategemewa na familia zake, lakini unatengeneza mbegu za chuki ambazo baadaye kuja kuanza kuziondoa hizo inaweza ikatugharimu jambo kubwa sisi kama taifa. Kwa hiyo bema ni kuvumiliana. Mwache mtu aangalie mechi, ukimfunga mpinzani yule aliyokuja kwenye mechi yako, yeye mwenyewe ndio ataondoka na aibu. Mmebakiza pointi moja tu kwa upande wa NBC. Mtaweza kutoa ubingwa msimu? Uwezekano ni mkubwa wa kuchukua ubingwa. Tumejiandaa, timu tunayo, kwa hiyo wala hatuna mashaka. Ukiangalia mechi ambazo zimebaki tarehe 15 na mechi mbili za ligi ambazo zimebaki dhidi ya Ken Gold na Kagera Sugar, tunayo nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa msimu huu.